Idara ya Uhamiaji nchini Gambia imeanzisha sare maalum kwa maafisa wake wanawake ambao ni wajawazito katika hatua inayolenga kuboresha mazingira, kazi, faraja na ustawi wa watumishi hao wakati wakiendelea kutekeleza majukumu yao. Sare hiyo mpya imezinduliwa ikiwa ni sehemu ya juhudi za kufanya taasisi za ulinzi na usalama ziwe rafiki zaidi kwa wanawake, hususan wale wanaendelea na majukumu yao wakati wa ujauzito. Taarifa zilizoripotiwa zinaeleza kuwa sare hiyo imeundwa kwa kuzingatia mabadiliko ya mwili yanayotokea wakati wa ujauzito, huku ikilenga kumwezesha afisa kuendelea na kazi akiwa katika mazingira yenye nafuu zaidi. Hatua hiyo imepokelewa kwa hisia tofauti baada ya picha za sare hizo kuanza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Baadhi ya watumiaji wamepongeza uamuzi wa idara ya uhamiaji kwa kuzingatia mahitaji ya maafisa wanawake wajawazito, wakisema ni hatua inaonyesha kwamba ustawi wa wafanyakazi unatakiwa kupewa umuhimu katika sehemu za kazi. Hata hivyo, upande mwingine mjadala umejikita zaidi kwenye muonekano wa sare yenyewe. Baadhi ya watumiaji wamehoji muundo wake, aina ya kitambaa na namna sare hiyo ilivyokaa mwilini. Wengine wametumia picha hiyo kama fursa ya kufanya mzaha, jambo lilofanya taarifa kuhusu sare hiyo kuendelea kusambaa zaidi mtandaoni. Licha ya ukosoaji huo, wapo pia waliotaka mjadala usielekezwe zaidi kwenye muonekano wa sare, bali kwenye sababu iliyofanya sare hiyo kuanzishwa. Kwa mtazamo wao, ujauzito huleta mabadiliko ya mwili ambayo yanaweza kufanya sare za kawaida za kikazi kuwa ngumu au zisizo na faraja. Hivyo kuwa na sare maalum kunaweza kusaidia maafisa kuendelea majukumu yao kwa urahisi zaidi. Katika uzinduzi huo, suala la kuwapa wanawake mazingira rafiki zaidi ya kazi, huku ikielezwa kuwa taasisi zinapaswa kuwa na uwezo wa kubadilika kulingana na mahitaji mbalimbali ya watumishi hao. Mpango huu umetajwa pia kuendana na juhudi pana za kukuza usawa wa kijinsia na kuboresha ustawi wa wanawake katika taasisi za ulinzi na usalama. Kwa upande wa idara ya uhamiaji ya Gambia, sare hiyo haimaanishi kwamba maafisa wajawazito wanawapunguzia majukumu yao, bali ni namna kuwapa mazingira ya mavazi yanaweza kuendana na hali yao wakati wakiendelea kwa kazini. Taarifa zaidi kuhusu idadi ya maafisa watakaonufaika na sare hizo, utekelezaji wake katika vitengo vyote vya idara ya uhamiaji, pamoja na muda kamili wa kuanza kutumikia mfumo huo bado hazijawekwa wazi. Kwa sasa kinachoendelea kwa gumzo zaidi ni picha sare hiyo ambazo zimeenea kwenye mitandao ya kijamii na kuzua mjadala mkubwa, wakati baadhi ya watu wakikosoa muonekano wake. Wengine wanaona jambo la msingi ni kwamba taasisi imeanza kutambua mahitaji maalum wanawake wajawazito katika mazingira ya kazi. Hatua ya Gambia imeibua pia mjadala mpana kuhusu namna taasisi zinazohitaji sare maalum zinavyoweza kubaini mavazi yanayochanganya heshima ya taasisi, muonekano rasmi, usalama wa faraja mtumishi bila kuathiri utendaji wa kazi. Kwa hiyo licha ya mjadala kuhusu muundo wa muonekano wa sare hizo mpya, uzinduzi wake umeweka suala la ustawi wa maafisa wanawake wajawazito kwenye mjadala wa umma, huku wengine wakisubiri kuona namna mpango huo utakavyoweza kutekelezwa kwa vitendo. Distinguished guests, leadership and